Sisi ni mabinti wa Kitanzania wazalendo ambao tumekuja mbele yenu leo. Sisi pia ni Gen Z kama hao ambao sasa hivi wapo kwenye mitandao ya kijamii wakiendelea kuhamasisha maandamano. Lakini sisi mabinti wazalendo wa Kitanzania leo tumekuja mbele yenu kupinga vikali maandamano yanayoendelea kuhamasishwa ya tarehe 9. Ndugu vijana wenzangu, tarehe 9 ni siku ambayo taifa letu lilipata uhuru na sio siku ya kuleta vurugu wala kuhamasisha machafuko katika Tanzania yetu. Tanzania yetu tumezaliwa tukiikuta ina amani, na sisi kama vijana ni wajibu wetu kuwa mabalozi wa kwanza wa kuitunza amani ya Tanzania yetu. Ndugu vijana wenzangu na mabinti wa Kitanzania, hatuna Tanzania nyingine. Tukiharibu Tanzania yetu ya leo, hatuna pa kukimbilia. Lakini pia hao wanaharakati wa mitandaoni wanaohamasisha maandamano, wengine ni mabinti kama sisi. Tunamuona Mange Kimambi, Rachel Dangwa, hao ni mabinti kama sisi ambao ni Watanzania ila wanaishi ughaibuni. Wanahamasisha maandamano lakini wao hawapo Tanzania wala familia zao hazitoki kwenda kwenye maandamano. Wote tulishuhudia tarehe 29 maandamano yaliyofanyika na machafuko na vifo vilivyotokea. Hatukuona mtoto wa mwanaharakati yoyote, hatukumuona mwanaharakati yoyote akiwa mstari wa mbele kwenda kuhamasisha hayo maandamano na kuyafanya hayo maandamano. Baadhi ya Watanzania wanafika hospitali kudai miili ya ndugu zao, lakini hatujaona mwanaharakati yoyote akifika pale kutafuta mwili wa ndugu yake. Hiyo ni wazi kuwa wao hawakushiriki, watoto wao wala ndugu zao hawakushiriki hayo maandamano. Kwa hiyo tuamke ndugu wa Tanzania, lakini pia ndugu vijana, kwa sababu vijana ndo tunatumiwa sana katika haya maandamano. Tuamke na tupinge vikali kabisa maandamano haya. Lakini pia kwa upande wa mabinti, kwa sababu sisi wote hapa ni mabinti, na leo tutagusa fursa nyingi ambazo zimefanyika kwenye kipindi cha awamu ya 6, kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan. Amegusa mabinti kwa asilimia kubwa sana. Tunaona hata kwenye elimu za juu kuna mikopo ambayo inatoka kwa wanafunzi wa kike mabinti. Hii inatusaidia sana. Mabinti ambao tunatoka kwenye familia duni, familia za kimaskini, tunaweza kusoma bila changamoto yoyote. Lakini pia inatusaidia kuepuka vishawishi mbalimbali ambavyo vingetokea pengine tungekuwa hatuna fedha ya kujikimu tukiwa mazingira ya chuoni. Lakini pia tumeona kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan, kuna wasichana waliopata ujauzito, wasichana hao wamerudi tena shuleni kwenda kusoma. Hii haijawahi kutokea ndugu zangu. Sasa sijajua tunataka huyu Dr. Samia Suluhu Hassan atufanyie nini sisi kama mabinti. Lakini pia juzi tunaona imeanzishwa Wizara ya Vijana. Tumepewa na waziri kijana. Hii ni wizara ambayo itaenda kugusa moja kwa moja maslahi ya vijana pekee. Lakini sijajua bado tunaendelea kuhamasisha hizi vurugu na maandamano ili tupewe nini tena vijana wenzangu. Kwa tuamke na tushtuke. Hawa wanaotuhamasisha sisi kufanya maandamano ni maslahi yao binafsi. Kuna madhara mengi sana yanayotokea yakitokea maandamano katika nchi yetu. Fursa zinapotea. Tunaacha kufanya shughuli za kuleta maendeleo katika nchi yetu, tunajifungia ndani. Lockdown. Kwa sababu nje kumechafuka, hatuwezi kutoka kwenda kutafuta mkate wetu wa kila siku. Tunajifungia ndani. Tunapoteza fursa za maendeleo. Lakini pia kuvunjika kwa ndoto zetu. Tumeona juzi maandamano yamefanyika na walioshiriki kwenye maandamano wamekamatwa, wamepelekwa polisi, muda wamepoteza, lakini pia wapo waliojeruhiwa. Ndoto zinaendelea kuvunjika ndugu vijana wenzangu. Tushtuke na tuamke. Tujue hawa watu wanatutumia sisi kwa maslahi yao binafsi. Kwa faida zao binafsi wao na familia zao. Tunaokuja kulia ni sisi vijana ambao tuko huku chini.